Mtume siku moja aliingia msikitini. Mara kuingia akakuta mtu mmoja katika watu wa Ansari wa Madina anayeitwa Abu Umama yupo msikitini. Faqala ya Aba Umama mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti as-salah. Abu Umama, mbona nakuona umekaa msikitini mapema, sio wakati wa swala? Kunani? Jambo gani limekusibu saa hizi? Kuna nini? Qala, akasema Abu Umama, humumu lazimatni wa duyunun ya Rasulullah, nina kero la moyo na madeni yamenizonga ya Rasulullah. Kitu cha kwanza kabla hatujenda mbele, umemwona huyu sahaba ana makero ya moyo na deni limemzonga. Hakwenda kupiga story kijiweni, amekimbilia wapi? Msikitini. Awe karibu na muumba wake, atafute ufumbuzi, lakini kwanza amekimbilia msikitini. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, afala uallimuka kalaman idha anta qultahu adhhaba Allahu azza wa jalla hammak wa qadha anka dainak. Abu Umama, unaonaje nikufundishe maneno kwa lugha ya kinyume? Unaonaje nisikufundishe maneno ambayo ukiyasema Allah ataondoa kero lako na atakukidhia deni lako? Allah sio kwamba anashuka anakuambia bwana mimi nimeshakulipia hivi, si ndio hivyo? Lakini manake atakupa njia, atakupa ufumbuzi. Kala, akasema Abu Umama, qultu bala ya Rasulullah, nikamwambia kwa nini nifundishe ya Rasulullah, ndio shida zilizonileta hapa. Qala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, qul idha asbahta wa idha amsayta, uwe una tabia ya kusema, sema unapofikiwa na asubuhi, sema na ukifikiwa na jioni pia sema. Manake tabia hiyo, jiwekee tabia ya namna hiyo, kuwa unasema haya maneno, useme. Sema nini? Allahumma inni a'udhu bika min alhammi walhazan wa a'udhu bika min alajzi walkasal wa a'udhu bika min aljubni walbukhl wa a'udhu bika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Allahumma inni a'udhu bika min alhammi walhazan wa a'udhu bika min alajzi walkasal wa a'udhu bika min aljubni walbukhl wa a'udhu bika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Sema maneno haya Abu Umama, nafasiri alafu tupeane majukumu. Uwe unasema maneno haya, Allahumma, ambayo maana yake Allah, inni a'udhu bika, mimi nakuomba unilinde. Ulinzi upate kwa nani? Kwa Allah. Unilinde na nini? Minal hammi, kero, nilinde pate kero. Wal hazan, unilinde na majonzi, huzuni. Wa a'udhu bika, na unilinde vile vile minal ajzi wal kasal, unilinde na ajzi. Ajzi ni kulemewa kabisa mpaka ukawa boya. Hilo unilinde wewe Allah. Boya si ndio lugha ya vijana? Upo tu, nisiwe hivyo, nisiwe nipo tu. Yani Allah nichangamshe, nipe jambo, nisikae tu. Unilinde na ile hali ya kuwa kila kitu siwezi, unilinde na hiyo ya Rabbi. Wal kasal, na unilinde na uvivu. Jingine, wa a'udhu bika minal jubni wal bukhl, na unilinde ya Rabbi woga, nisiwe muoga. Uoga nao ni maradhi, unaogopa tu, ukiulizwa unachoogopa. Una wasiwasi nini wewe? Bwana, muoga tu, hakuna sababu za woga yani. Unilinde na woga. Na jingine, minal jubni wal bukhli, na unilinde na ubakhili. Ubakhili ugonjwa mwingine huo nao. Unilinde na nini? Ubakhili. Anapata afundishwe, Mtume anamfundisha amwambie Allah amlinde na ubakhili. Jamani, hatuna habari kama ubakhili ni maradhi. Ubakhili ni maradhi. Ubakhili unajenga vitu vya ajabu sana. Unakuwa mgonjwa wewe na maradhi yako, mwisho unakuwa na husda kwa watu, na kupelekea hutaki kutumia wewe, na unaona sijui watu wamekuzidi, wakikuzidi unakasirika, basi unakuwa ovyo tu.
huhudumii ndugu zako, huhudumii watu wako nyumbani, huhudumii hata nafsi yako. Ni mtu wa vipi sasa wewe? Una kitu alafu hakikusaidii, vipi? Ni ugonjwa. Kwa hiyo anamwambia, mwambie Allah akulinde na ubakhili, kulinde woga na ubakhili. Na la mwisho useme maneno haya, wa a'udhu bika, na unilinde Allah, na tafuta ulinzi kwako, min ghalabati daini wa qahri rijal, unilinde deni lisinilemee, manake nipe njia za kulipunguza mpaka kulilipa. Na la mwisho, qahri rijali, unilinde pia wale wenye kunidai wale wasinikandamize. Yani tia huruma kwao, isiwe kwa kuwa ananidai basi hanipi muda, akiniona tu maneno ndio hayo. Unajua ukiwa upewi na muda alafu maneno mabaya inachanganya. Lakini kama mtu amepata huruma kidogo, bwana nimetatizika kidogo, okay, fanya shughuli zako, mmekuongeza siku 3 4, kichwa kinakaa sawa, lakini hujui atagonga nyumba saa ngapi huyo. Hiyo ndio qahri hiyo. Sasa unilinde deni lisinilemee, na anayenidai wale wenye kunidai wasinikandamize. Maneno haya Mtume sallallahu alaihi wa sallam anamfundisha mtu apate ulinzi kwa Allah. Maana yake ni kwamba Allah ampe ufumbuzi wa tatizo, na Allah ndiye anayesimamia mambo. Ndio maana huwa ninaisoma ile hadithul qudsi fupi mara kwa mara ile, kwamba wewe jishughulishe kumtumikia Allah. Allah anasema nitakupa qanaa na nitafungua sehemu zinazokukwaza. Sawa sawa? Usiposhughulika kunitumikia, nitajaza mikono yako kazi, lakini sikuachii nafasi, sizibi mapengo ya shida zako. Kazi unazo, bakhili, huwezi kufanya chochote. Sasa tumrudie Allah, ndiye anayesimamia mambo yake, atupe njia, tusikwazike. Hii dua ipo na nyingine nyingi zipo, na ni adhkari za asubuhi na jioni. Majukumu tutakayopeana kukumbushana. Jamani, viko hivi vitabu vidogo vidogo vinaitwa Hisnul Muslim. Hisnul Muslim, kitabu kadogo kadogo tu. Kama mtu hakijui muulize mwenzio, vipo. Na ukichukua namba yangu ya simu ya WhatsApp, nitakurushia hata picha. Nikumbushe niwachie namba, nitakurushia picha ya kitabu chenyewe pia. Kitabu kadogo dogo tu. Adhkari zote hizi zimo. Tena kwa bahati nzuri sasa hivi imefasiriwa, tafsiri iko ndani yake, iko tafsiri, na vingine vimetengenezwa mpaka na yale matamshi yaliyoandikwa kwa Kiarabu kwa herufi za Kiswahili unasoma. Ni kujituma tu, tujitume kidogo. Na mtu akiwa na simu hii anaweza kukitafuta humu ndani ya simu, kikaja akawa anasoma ndani ya simu yake. Kwa majukumu ya kukumbushana ni hayo. Kitabu kinaitwa Hisnul Muslim, kinasaidia sana. Hizi adhkari zote zimo. Tunamsahau Allah sana, tukimkumbuka tukamtumikia atatupa njia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwalea watu namna hii. Mungu amlinde asiwe boya boya, amlinde asiwe mvivu. Uvivu nao matatizo. Allah atujalie kwa ninyi kusikia na kufuata na